Mkurugenzi, katika mada yetu tunayo maombi mawili. La kwanza, sisi watendaji wa vijiji, mkurugenzi, ndiyo jembe lako ambalo tunapiga kazi kila kunapokucha katika kuhakikisha kazi za serikali zote zinatekelezwa. Lakini tunao changamoto ndogo ambayo inatusumbua ndani ya vijiji vyetu katika kutekeleza maagizo yako ya usafiri. Hatuna vitendea kazi mfano pikipiki, na ukizingatia sana sisi watendaji vipato vyetu ni vya chini sana. Tukiwezana humu nani mwenye baskeli ya miguu miwili hapa ya kuchanga ile unakuta sifuri. Kwa hiyo tuko chini sana katika swala la kipato. Kwa hiyo katika mazingira yetu hayo ya utendaji wa kazi tumeona tulete ile ombi kwako walau uweze kutusaidia kupata usafiri wa pikipiki kama maafisa wengine walivyokuwa na mapikipiki ndani ya maeneo yao ya kazi. Lakini pia napongeza tu kwa jinsi unavyotujali mkurugenzi, lakini naomba tu nikumbushe baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana kwetu. Mengi yameongelewa hapo kwenye ile risala au taarifa yetu ya watendaji, lakini mimi nilikuwa nakumbusha tu kitu kidogo mkurugenzi, pale wakubwa zetu kwa maana ya maweo wanapopata pongezi ya kufanikisha baadhi ya shughuli za ukusanyaji labda mapato au shughuli yoyote, wanapata vyeti, lakini kufanikiwa kwao kwa wale watendaji wa kata, ujue sisi tuko nyuma yao, ndio tunaofanya wapate hizo pongezi. Sasa kama wewe wamepata cheti, mimi hata nikipata t-shirt na mimi ninalionyesha nyumbani kwamba hili bwana nimepewa na mkurugenzi kwa sababu ya kazi nzuri tuliyoifanya ndani ya kata yetu. Ni hayo tu mkurugenzi. Ombi langu ni utambulisho, identity kwa ajili ya kufanya kazi maeneo husika, sababu tuko kwenye mazingira ya vijijini sana, kama tunatambulika, lakini unaweza kaenda eneo lingine kuna vitambulisho vile vya wafanyakazi wa halmashauri, naweza itatusaidia kwenye utendaji wa kazi. Kwa mtazamo wenu ambao mmeutoa kuhitaji tukutane tuongee kama hivi na kutoa dukuduku zenu, kwa sababu hili jambo lilitakiwa liratibiwe na idara ya utumishi ya kuhakikisha vikao kama hivi vinakaliwa, sio mpaka nyinyi mnakuja kudai. Kwa hiyo huu hapa mimi naweza nikasema ni uzembe ambao umetokea kwenye idara ya utumishi. Mimi kweli hamna hata siku moja tangu nimekuja hapa mpaka sasa hivi tunakaribia kuondoka, lakini hamna kikao na watendaji wa vijiji kilichowahi kuitishwa. Cha maafisa ugani, lakini na maana zilikuwa ni initiatives za mwenyewe kwa idara ya kilimo na mifugo. Na huku utumishi mlitakiwa jambo lifanyike. Kwa hiyo unakuta watumishi wanakuwa na kero nyingi, lakini kwa kupumulia hamna. Yapo mambo mengine yanakuja kuongelewa leo, lakini kumbe yangeongelewa mwaka jana, watu wakakabidhiwa majukumu yangekuwa yamefanywa kazi. Mimi niliona message ya kwanza ya pikipiki 6. Kwa hiyo afisa utumishi sasa mwite mtu wa manunuzi, tulikwesti pikipiki za awamu ya kwanza 15 au 20. Sasa manake tunakwenda kwa awamu. Mimi naweza nikajikopesha nikasema hao stendi hao wanachelewa kujenga. Kwa kuwa bado watachelewa kujenga, manake hela zinaendelea kukaa. Nikasema tutafute labda pikipiki 20 za watendaji wa vijiji. Nitatoa pikipiki 20, sasa tutaanza na maeneo yale ambayo nayo yako, au anyway wenyewe mtakaa muangalie kama mkurugenzi anatoanza kwanza kutupa pikipiki 20, maana yake tunakwenda kwenye nusu ya watendaji wa vijiji. Na ili alipo kwenye budget, maana yake tunataka kuamua hapa tutafute kitu cha kuvuruga ili likamilike. Kwa hiyo toa 20, kama tutashindwa kukamilisha mwaka huu, ina maana mwaka ujao wa fedha ndipo zitakamilika za wale wengine. Lakini kubwa, hizi pikipiki mkipewa nenda mkazitunze, kwa sababu inakusaidia wewe. Sasa na mimi nisisitizie swala la uwajibikaji. Kazi na dawa. Tuwajibike kwenye vitu. Kuna siku kuna mtendaji tulimtafuta
kumbe kwenye kituo chake kwa hayupo, kaondoka na zaidi ya wiki 2 hayupo kituoni. Mtendaji wa kata hajui. Sasa hiyo sio mzuri. Ninaongea kama Mpemba vile, hiyo sio mzuri. Lakini kuna siku itakugeukia. Tusisikie hilo tena. Utoro wa vituoni haufai, tuwepo vituoni. Kwani kuna tatizo gani ukiomba ruhusa? Wakati mwingine unaweza ukatoa tu udhuru hata kwa simu. Si ndio? Kwa simu tu. Kwa sababu hamna mtu mzima anaweza kuamua kutaka kutoka mahali bila kuwa na sababu ya msingi. Lazima ana sababu ya msingi. Kwa hiyo hamna mtu ataweza kukuzuia hilo. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.